Sehemu ya kwanza. Simu ya mipango ya Veronica. Tuanzie katika hoteli ya kifahari, ambapo Veronica Alanis, akiwa amevaa nguo za wabunifu na akiwa kwenye sofa ya kifahari, anakunywa champagne. Anampigia simu Olga, sauti yake ikiwa na chuki ya wazi. Veronica anamweleza udhaifu wa kihisia wa Natalia Robles, maumivu yake ya usaliti kutoka kwa Adrian Cantu. Anamtia moyo Olga kutumia udhaifu huo kumzuia Natalia kuzoea maisha ndani ya familia ya Chente. Moyo wa Natalia ni dhaifu uvunje, naye atavunjika kabisa. Olga, akiwa katika chumba chake kidogo jirani na nyumba ya Chente, anacheka kwa ujanja tayari akipanga njama ya kumdhoofisha Natalia kihisia. Sehemu ya pili. Mstari wa asubuhi nyumbani kwa Chente. Katika nyumba ya kawaida ya Chente, kuna hali ya wasiwasi lakini yenye joto la familia. Chente anamwandalia kifungua kinywa mwanawe Benjamin, ambaye bado hajazungumza tangu kufiwa na mama yake Lucia. Margarita Magos Dominguez anazunguka jikoni, akimpa Chente busara kuhusu kuwa na subra kwa Natalia. Natalia anaingia, akiwa mchovu lakini mwenye nia ya kusaidia. Anajitolea kusaidia kazi, lakini Chente bado anatahadhari. Benjamin anamshika mkono. Natalia, ishara ndogo ya imani inayogusa moyo wake. Magos anatabasamu, akiona Natalia anaanza kuwa sehemu ya familia. Sehemu ya tatu. Mstari wa ombi la Chente kwa Natalia. Kwenye gereji ya magari ya Chente, akiwa anarekebisha gari, anatafakari kuhusu Benjamin. Anamwendea Natalia, ambaye anapanga nyaraka zinazohusiana na udanganyifu wa Adrian, na kumuomba aende naye kwenye tiba ya Benjamin baadaye. Itakuwa na maana kubwa kwake. Natalia anakubali kwa mshangao na mguso wa moyo. Olga, aliyekuwa karibu akisikiliza kisirisiri, anawatazama kwa wivu akihisi Chente anaanza kumwamini Natalia zaidi. Wivu wake unazidi. Sehemu ya 4. Mstari wa Claudio anamweleza Gustavo. Katika kona tulivu ya mtaa, Claudio anakutana na Gustavo kwenye kafe ndogo. Claudio ana wasiwasi, anamwambia Gustavo kuwa anahisi mkewe Constanza ana uhusiano wa siri. Anamwelezea simu za kisiri na kuchelewa kurudi nyumbani. Gustavo anamtuliza, akimshauri azungumze na mkewe kwa utulivu, lakini Claudio tayari amechoka na hasira inachemka. Sehemu ya 5. Mstari wa Natalia na Chente kwenye tiba ya Benjamin. Katika kliniki ndogo, Natalia na Chente wanaketi na Benjamin anaishika gari la kuchezea. Mtaalamu wa saikolojia anawaalika ndani. Natalia anamshawishi Benjamin kuchora, na anachora picha ya familia yenye mtu anayefanana na Natalia. Chente anaguswa na huruma ya Natalia. Wanapotoka, Chente anasema, "Unamfaa sana." Macho yao yanakutana, ukimya wa hisia ukitawala. Ni mwanzo wa uaminifu mpya kati yao. Sehemu ya SITA. Mstari wa njama ya Olga. Yaonekana katika soko la mtaa, Olga anamvizia Natalia na kumzungumzia kwa maneno ya kejeli. "Inauma sio? Adrian alichagua Veronica badala yako." Natalia, japokuwa anaonekana imara, anajeruhiwa moyoni. Maneno ya Olga yanamrudisha Natalia kwenye maumivu ya zamani, akianza kujiuliza kama anastahili maisha mapya. Sehemu ya 7. Usaliti wa Adrian wadhihirika. Katika maficho ya pwani, Adrian anatembea huku akichunguza akaunti zake za benki, lakini anakuta Veronica amechukua kila kitu na kutoweka. Akiwa na hasira, anavunja glasi. "Utanilipa, Veronica." Hili linakuwa pigo kubwa kwa mpango wake wa uhalifu. Sehemu ya 8. Mstari wa msadi wa mtaani. Kwenye nyumba ya Magos, majirani wanakutana na kuzungumzia drama zinazoendelea. Soledad anataja mashaka ya Claudio kuhusu mkewe. Magos anaonyesha wasiwasi kuhusu Natalia na Chente. Wakati huo, Regina na Fernanda, mabinti wa Natalia, wanamuuliza mama yao kuhusu hali ya kifedha. Natalia anawafariji huku akificha hofu zake. Sehemu ya 9. Tumaini na hatari. Usiku, Natalia na Chente wanarudi nyumbani. Wakiwa kwenye baraza, wanazungumza kwa utulivu. "Kumbe wewe ni mwanamke mwenye nguvu." Natalia anatabasamu kwa unyenyekevu, lakini Olga anawaangalia kwa mbali. Uso wake umejaa nia ya kulipiza. Wakati huo, Adrian anapanga kisasi, na Veronica anafurahia ushindi wake.